turudini kwenye uzamani, tutafaulu. Tuacheni usasa kwenye dini, tuacheni usasa, turudini na zile taratibu za kizamani. Yaonyesha watu wa zamani walipita vizuri sana, tutafaulu. Ayuo TV, ulimwengu kiganjani. Kutoka maisha fulani kwenda maisha mengine. Taarifu hii yatufahamisha kwamba waliokuwamo katika hii dunia walikuwa na uhai wao, walikuwa hai. Lakini atakayeondoka katika hii dunia akaingia katika maisha ya barzakh, pia yuko hai. Uhai waendelea, ni uhai kwa muumini na ni uhai kwa asiyekuwa muumini. Uhai waendelea. Haina maana kwamba mtu akifa basi ndio imefika mwisho wa uhai wake. Ndio hapo taarifu ya kalima hii mautun ni intiqalun min hayati dunya ila alhayati albarzakhiyya, ila hayati albarzakhiyya, afwan, hata ila alhayati albarzakhiyya kumbe yajuzu. Ni manooto ya albarzakhiyya. Ilikuwa na wasiwasi na habari ya mudhafu na mudhafu ilaihi, sasa mwenyewe yupo. Na kuonyesha kwamba ni intiqal min hayatin ila hayatin, tunufaike na kisa hiki. Katika kitabu Ar-Ruh cha Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, tunapomtaja Ibn al-Qayyim afahamike kwamba ni nguzo kubwa katika nguzo za ufahamu wa dini yetu. Mwanafunzi mbobezi wa Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Ar-Ruh aliweka tukio, ameandika tukio la bwana mmoja ambaye alikuwa na tabia ya kwenda kila baada ya al-asr, salatu al-asr, anakwenda makaburini. Eneo la makaburi hayo yalikuwa na uzio, kwa hiyo akishafungua lile geti lake anasimama, alafu anazungumza na wale watu wa makaburini maneno manne: anasallahu wahshatakum wa rahima ghurбatakum wa tajawaza an sayyiatikum. Lakini la mwisho, wataqabbala hasanatikum, akiombea Mungu kwamba anasallahu wahshatakum, Mwenyezi Mungu akupeni liwazo la uvumvu mliokuwa nao. Uvumvu ni ukiwa. Lakini la pili, wa rahima ghurбatakum, na arehemu ugeni wenu. Aliombea dua ghurba kwa sababu wale ni watu waliokufa kwa pamoja kwa sababu ya maradhi yaliyotokea, mlipuko, wakafa kwa pamoja. Sema wa rahimallahu ghurбatakum. Lakini mahala ninapopataka ni hapa, watajawaza an sayyiatikum, na namuomba Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yenu. Watajawaza watakabbala hasanatikum, na akubali mema yenu. Akaacha baada ya kuwa ni uradi alioanzisha, ni tabia yake ya kila siku,
kisha akaiacha ile tabia ya kwenda makaburi na kufanya vile. Anasema wakati bwana huyu yuko usingizini kalala, aliona kundi la watu linamjia, akamwambia man antum, nyinyi ni nani? Akasema nahnu ahlul maqabir, sisi ni watu wa makaburini, ahlul maqbara. Hasa watu wa makaburini, mbona mmenijia, kuna nini? Asema ulikuwa na tabia kuja kutuliwaza, kutuombea rehma, kutuombea msamaha, kutuombea tukubaliwe mema yetu, lakini umeacha. Hivi nyinyi mlikuwa mnajua kwamba mimi nakuja? Sasa tulikuwa tunajua, na ilikuwa yatufurahisha jambo hilo, la tufurahisha. Wanakuwa vipi na hisia ya furaha hawa kama hawako hai? Kwa hiyo waliokuwa makaburini bana wako hai, farihin bima atahumullahu min fadlihi ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا تخافوا عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Aya hii yatuonyesha kwamba watu wa kaburini wana maisha yao, ni kwamba hawa ni wenye kufurahi mno kwa yale Mwenyezi Mungu aliyowapa katika fadhila zake, lakini pia na wanafurahia wale ambao hawajakutana nao bado kule makaburini. Ni kwamba wanaofurahia wale waliokuwa hai, na furaha yao inaletwa na nini? Ni kwamba wao hawana hofu na wala hawatohuzunika kwa namna wanavyoishi, kwa sababu watu wa makaburini ni mabwana, wanajua matendo yetu. Si Mtume Muhammad peke yake, bali hata mtu yoyote alikuwa kaburini lakini ni mja mwema, anapata fursa ya kuona na kujua mambo yetu sisi tuliokuwa juu ya kaburi. Anas bin Malik aliyeishi na Mtume miaka 10, maneno anasema kwamba kamsikia Mtume akisema inna a'malakum tu'radu ala ikhwanikum wa ashairikum min al-mauta fa in kana khairan istabasharu wa in kana ghaira dhalika qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma la tumithu hatta tuwaffiqahum lima waffaqtana. Anas bin Malik anasema alimsikia Mtume akisema, hakika matendo yenu yanaonyeshwa kwa ndugu zenu na jamaa zenu waliokufa. Ikiwa ni kheri, basi wanafurahika sana. Ikiwa si kheri, wanasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fa ajabu ni hapa, kumbe watu wa kaburini huombea dua watu waliokuwa hai. Maneno nasema Allahumma la tumithuhum hatta tuwaffiqahum lima waffaqtana. Habari ya watu wa kaburini kuombea dua waliokuwa hai ni habari ambazo ni hadithi nyingi zaeleza habari hizi kwa daraja tofauti za hadithi. Kuna ambazo ni dhaifu, kuna ambazo ni hasan, kuna ambazo ni sahihi katika hadithi. Lakini kubwa ni hii pointi kwamba tufahamu kwamba alikuwa kaburini yuko hai, na katika uhai wake pia anaona matendo yetu haya na anafurahikia yakiwa ni mazuri kama hivi. Mwito sasa ni kwamba ikiwa watu wa makaburini wanafurahishwa na tabia ya kudumu tunaoifanya sisi,
turudisheni fikra zetu tena kwenye uzamani wa kwenda kuwatembelea mara kwa mara, kuzuru makaburi. Unayemzuru alikuwa kaburini ana mambo mawili: anafurahi na anakujua, lakini katika haya mawili yanazalisha moja, ananufaika na ziara yako. Ndio maana ukisoma hicho kitabu cha Ar-Ruh na kirejea, mimi binafsi nakisomesha kitabu hiki. Ukikirejea hicho, asema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kwamba watu wawaliwaze maiti kwa mambo mawili, kwa mambo matatu. Moja, wakati wa kuzika watu wengi waswalie. Maiti anafarijika, mtu aliyekufa anafarijika na kuswaliwa na watu wengi. Pili, wengi walisindikiza jeneza lake. Lakini la tatu, baada ya kumzika usiache mara kwa mara kumwombea Mungu. Ikiwa ni mzazi kama hivi, na shauri kila baada ya swala muombe dua mzazi wako. Usisahau kwamba rabbighfirli waliwalidayya, Mwenyezi Mungu naomba unisamehe mimi na uwasamehe wazazi wangu. Hiyo yatosha. Wallahi inamfika. Hakuna dogo kaburini, hakuna dogo kwa watu wa kaburini. Kila utakachokifanya, hata ukatoa sadaka biskuti tu ukampa mtu biskuti moja kwa ajili ya fulani aliyekuwa kaburini, yamfika. Ninaomba ni watume wasomaji vitabu ile Ar-Ruh, rejeni sana kile kitabu katika mlango huu, hal sa'yul ahyai hal mauta yantafi'u bi sa'yil ahyai. Hivi maiti wananufaika kwa matendo waliokuwa hai? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katambaa sana katika mlango huu. Turejee hapo namna tutakavyoweza kuwasaidia wenzetu ambao waliotangulia mbele ya haki. Turudini kwenye uzamani, tutafaulu. Tuacheni usasa kwenye dini, tuacheni usasa. Turudini na zile taratibu za kizamani, yaonyesha watu wa zamani walipita vizuri sana. Tutafaulu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. AYUO TV, ulimwengu kiganjani.